Haleluya. Nataka kumshukuru Mungu wakati huu ambao ni wa kushiriki neno la Mungu. Kwa jina naitwa mchungaji Erastus Ng'ang'a kutoka Gospel Outreach Pwani. Ningetaka nikaweze kuwa nikishiriki neno la Mungu kupitia kichwa cha ujumbe wangu ambao nitakuwa nikishiriki siku zangu hapo mbeleni. Inaitwa bubujiko la maji jangwani. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Ningetaka niende moja kwa moja katika neno la Mungu katika kitabu cha Isaia, mlango ni wa 43 mstari wa 19. Inasema, tazama nitatenda jambo jipya, sasa litachipuka, hamutalijua. Nitafanya njia jangwani na mito nyikani. Siku ya leo ningetaka nikaweza kushiriki na wewe katika hali ya jangwa ambao inapozungumzwa hapa katika maandiko. Wakati wote jangwa ni mahali ambapo ni mahali pa ukame, jangwa ni mahali pa upweke, jangwa ni mahali pa kukosa msaada, mahali pa kukata tamaa, mahali pa kukosa matokeo. Jangwa ni ya muhimu kwa sababu inakufundisha maisha ile ambao unaweza kuishi ukiamini Mungu, ama ukiwa naomba katika maombi yako ili Mungu aisikie. Wakati mwingi milango inapofungwa unakuwa katika hali ya ukame. Unaweza kuwa katika hali ya ukame ya kifedha, unaweza kuwa katika hali ya ukame ya mambo yale imekusonga kama mwanadamu, lakini watu wale waliokuudhi, milango inaweza kufungwa. Unahisi Mungu yuko kimya katika wakati kama ule uko kwenye jangwani, lakini Mungu hata kuacha, hautakuwa peke yako jangwani. Mungu hakupeleki jangwa ili ukafe, bali anakupeleka akakufundishe kumtegemea yeye. Mungu huyu tunapomtumikia, wakati mwingi tunaenda katika maisha inakuwa ni ngumu, maisha inakuwa si furaha kwa wengine, lakini Mungu ni mwaminifu. Ningekumbuka katika kitabu cha Kutoka mlango wa 16, Waisraeli walipitia jangwani kabla ya kuingia Kanani. Mungu lazima angewapitia jangwani, angewapitisha jangwani ili wajifundishe kumngojea, wajifundishe kumtegemea, wajifundishe kuweza kukaa katika njia ile Mungu alikuwa anataka. Pia Yesu mwenyewe ambao ni mwokozi wetu alijaribiwa jangwani kabla ya kwanza huduma yake. Katika kitabu cha Mathayo mlango wa 2 mstari wa kwanza na wa pili. Jangwani ni mahali pa maandalizi. Mungu anatuandaa pale jangwani. Katika jangwa ni mahali pa kuondolewa uchafu wa ndani. Mungu anakuondoa ule uchafu wa ndani, mahali pa kumtegemea Mungu peke yake. Na wakati unapokuwa pale katika jangwani, Mungu anakupeleka katika njia zake ili aweze kuondoa yale yote. Maji wakati mwingine jangwani, maji ni ishara ya uhai. Maji inatupatia uhai. Maji katika lugha yetu ya kiroho ni Roho Mtakatifu. Maji inaleta uregesho. Maji inaleta ustawi. Maji, Mungu anaposema ataleta maji jangwani, anamaanisha ya kwamba ataleta uhai mahali palipokufa. Kwa hivyo maji inapokuja kunakuwa na miche inachipuka. Kwa hivyo siku ya leo na maishani mwako, kwenda jangwani si kumaanisha ni kufa. Kuna tegemeo, kuna tumaini, inaleta tumaini. Ataleta matumaini mahali pa kukata tamaa. Analeta mahali pale unakata tamaa, Bwana analeta tumaini. Analeta msaada mahali pasipokuwa na msaada. Maishani mwako analeta msaada. Na pia Mungu huyu ataleta fursa mahali palipofungika. You get an opportunity mahali ambapo hakuna nafasi. Mungu anakupatia hiyo nafasi. Na ukumbuke Mungu
hapunguzi jangwa kwanza, analete maji katika jangwani. Mungu hapunguzi jangwa. Wakati anapolete maji, anailete kwa jangwa nzima, ili wanyama wanasaidika, wanyama msituni, miti na mea, na sisi pia tunapata maji. Inapochipuka tunapata mboga zetu na tunapata kuweza kustahimili. Maji yaliyotoka wapi? Waisraeli walipokuwa jangwani walilia kwa sababu ya kiu. Mungu akawaambia Musa apige mwamba, maji yakatoka. Hii ni inatufundisha kila kinachotoka kigumu, kinapotoka kile kinachoonekana kigumu, hiyo ni kwamba ni mwamba. Katika jangwa kulikuwa na mwamba, kinaweza kubeba muujiza wako. Haleluya! Na katika huo muujiza wako, dalili ya maji yamekaribia, vita huongezeka, mashambulizi ya kiroho yanaongezeka, watu wanakuacha, milango inafungwa ghafla. Hii mara nyingi ni ishara kuwa Mungu yuko karibu kufanya jambo lisilo la kawaida. Ujumbe huu wa kinabii, nasikia Mungu akisema katika kiroho, nitaleta maji ulipodhani hapana tena matumaini. Ninalete maji, uhaini, mito katika biashara yako, katika uzima wako, katika familia yako. Pokea muujiza wako wakati maji inapobubujika, kwa jina la Yesu, amen.